maskani kimya. Au sielewi mwanangu, acha niende zangu pale maomu kwanza nini. Oya, hela mwanangu hiyo, hela mwanangu hiyo. Toa tunacho. Toa. Mshikaji wangu. Oya, lete simu. Mambo gani haya kubanana haya? Oya. Mambo gani haya? Vua begi, toa begi. Toa begi. Haraka. Mshikaji wangu tunaoneana. Mambo gani haya? Tari. Magu amefariki. Waoni watatumaliza hawa. Assalamu alaikum. Shehe mbona huongei? Wewe acha tu. Nimekaa hapa, yani vitu vangu vyote vimechukuliwa. Ndio hivyo, ndio maana yani watu hawajali Ramadhani, watu hawajui kama Ramadhani, watu hawana imani. Subhanallah, ina maana Ramadhani yote amekukaba. Kabisa. Kachukua vitu vangu vyote kaondoka navyo. Yaani wewe jamaa unajua aliyekukaba? Simjui yule jamaa, simjui, simuelewi kabisa. Astaghfirullah. Kwa sababu huyo aliyekukaba hivyo vitu vyote ambavyo kwa kukaba amechukua anaenda kutumia. Alafu anayejidai amefunga. Wanajidai wamefunga, kumbe hawana funga, wanaharibikiwa kwa sababu wanajiharibia wenyewe. Ni ufupi hapo, anafunga kabisa. Wacha tu. Ila Mungu anaona, yote haya Mungu atanilipa. Sasa shehe wangu ni kuuliza kitu kimoja. Ndio. Kwa sababu sisi mashehe tunapenda kukuuliza vitu vyenye khair. Hasa imekuaje mpaka akakubali? Yani kwa kweli ilikuwa mimi natoka zangu hivi naenda huku kwa kakaangu. Kwa nilipofika hapa nashangaa tama kubwa kama mwanajeshi, yani imeanguka pa. Nashangaa bisu liko hapa shingoni hapa, anataka kunitoa roho. Nashangaa ghafla. Ama kweli nasikitisha kabisa. Yani mwezi mtukufu huu anaacha kazi akwenda kufanya, akaenda angalau kibunduki ama akaenda kupiga kazi, akapata shilingi akaenda kula na watoto. Leo anakuja kumbuia kijana wa watu, hajui safari anayotoka. Yani anambana, anampoka kila kiliko chake. Ama kweli Mungu anakwenda tuhukumu wengi kabisa. Ila sawa tu. Mungu atalipa. Basi sasa wangu twende zetu. Twende zetu asije akakubuia tena hapa, twende zetu. Kila jamaa ndio hivyo. Wewe vumilia tu. Vipi, sijui mifugo yangu yake kamili humu, sababu naona niliacha mbuzi kadhaa lakini bado wote wamo. Naona mbuzi hapa kitaani pameingia kibaka hapa. Kwa hiyo ni vizuri, naona kwamba wote wamo. Ni jambo la kushukuru Mungu. Wote wamo, nashukuru Mungu. Shehe. Asalamu alaykum shehe. Wa alaykum salaam. Hali vipi? Safi sana. Za siku nyingi shehe wangu. Nashukuru Mungu sana. Lazima watoto. Wote. Vipi yule jamaa, naona tangu siku ile sijakuona tena. Shehe wangu yule jamaa, yani achana naye kwa sababu jamaa hafikiki. Ndio. Hafikiki, yani anapanga na jisu hilo. Kwa hiyo hafikiki yani yule jamaa. Yani mpaka leo kupata kitu chochote. Halafu kumbe sikuanza mimi kunikaba yule jamaa. Wapo kibao kawakaba. Mimi nafahamu kwamba ni kama shule ndugu yangu, lakini siwezi kukuambia moja kwa moja kwa ndio, lakini nina imani ya kwamba ndio. Lakini niachane ushiriki bizi yangu nikavifunge hapo. Ndio.
Baadaye tutaonana mimi na wewe. Kwanza nitamtafuta yeye mwanzo. Alafu na nitakuja kutafuta kuambia kipi kinaendelea. Hamna shida shehe wangu, tuko pamoja. Ila afuatilia kwa sababu mna vitu vangu vya Ramadhani huwezi fanya nilikuwa kunywa chai nyumbani lakini Ramadhani. Asante sana shehe. Basi haya. Kwa hiyo siku nyingine. Kwa hiyo mimi ndio sasa Inshallah. Maskani wenyewe najua hii. Vijana siwaoni sijui wako. Yaani kila maskani mnaokwenda sio poa. Lakini sawa. Nitajua maskani ya kudili nayo sasa. Maskani zote za kitotototo hizi. Hivyo. Oya. Usiletee masara sawa? Toa licho nacho. Samani bandogo, kwani nini? Toa licho nacho. Toa. Samani bandogo. Toa licho nacho. Toa. Chukua hicho hapo tu. Toa mfukoni huko. Toa. Hamna kitu mwanangu. Leti. Hamna kitu. Toa. Sina kitu tena mwanangu. Lakini sio poa mwanangu. Sio poa. Siku hizi wana hii maskani imekimbiwa, amekuja peke yangu na mimi nitaenda kule maskani wa wazee. Sehemu yenyewe kimya. Kule kuna mchango bana. Kwa sasa sijui nifanye vipi nipate hela. Lakini jomba huyo. Kwaje? Fresh tu. Kama kaa. Fresh tu karibu maskani wanangu. Uko peke yako hapo vipi? Maskani vijana wamekimbia hiyo. Hata peke yangu baba. Wangu mimi nakaa lakini yaani nakaa kwa ajili ya kuzungumza kitu kimoja. Mazungumzo gani hayo? Sio mazungumzo ya demu kijijini huo sababu wewe unakujua vizuri. Sio hivyo, leo ninajipa mwanangu. Yaani leo niko kivingine kabisa. Unajua nini? Sijui ya sasa nitajuaje. Hapa kitaani pamevurugika. Pamevurugika na nini? Yaani mwangu sijuzi kati tunatoka Kigamboni. Yaani ile kuingia tu hapa kitaani mwangu nimebwa roba, nimekabwa. Kuna umeona Yaani hapa kuna jeda hapa babake, kuna jeda hapa Kuna bonge zila jitu hilo linakubia roba linakutolea bisu hapo yani. Mwangu nimekabwa vimechukuliwa vitu vangu vyote. Umeona Yaani ile naingia nyumbani ile. Yaani shilingi 10 sina mfukoni. Hela vipi hujafika nayo nyumbani? Yaani acha tu shilingi 10 sina lo. Baba mimi siku moja nilikutana na mshikaji moja pale nani? Mavinje sio naona kile kimaskani kile pale. Kuna jamaa alikuwa anarudi akamjia mtu roba yani kasio namuelezea wewe yani. Huyu jamaa yukoje huyu? Jamaa mrefu hivi mweusi sio na jamaa ndo mwenyewe huyo. Ana bonge zila paru, sio jisu le paru. Mwenyewe huyo, yani mimi namuelewa. Kwa hiyo kawaje kwa sababu mambo ndo kama hivyo. Ndo unaniacha hapo naenda huko. Ndo hivyo kwa sababu maeneo yenyewe ndo hivyo hayaeleweki. Lakini kuna mchango utanisaidia japo nusu nini? Mangu yaani sina shilingi 10 halo. Mimi sijui mpige dili gani mpate hela, kuna mchango. Pambana kidume wewe, pambana utapata. Pambana. Ila ndio hivyo sema tutakutana. Tutakutana vingine. Mimi nimekwambia. Itabidi kufanya mambo ya futari tena. Hivi mwana, Fresh. shwari. Fresh tu. Kama kawaida. Fresh. Hicho vipi? Sipi lakini mwanangu. Sio nzuri tu, mimi natoka zangu kijijini huko. Nimekutana na jamaa mmoja pale kanipa mazuri ile. Safi tu. Nakwambiaje mwanangu? Msikia natoka kati hapo, tukutana na jamaa. Bonge zile jamaa. Mwanangu kanibana, kanipiga bonge zile tamo mwanangu. Kanipokonya kila kitu. Yaani yuko balani huyo jamaa. Wacha tujipange hapa kijijini. Lakini fresh tu mwana sio poa, lakini jamaa anatisha kama njaa jamaa. Baba yaani vijana wote hapa tutamtokea yani yule tutankabo jamaa. Mimi nitasijai kumuona lakini ile mishemishe tu. Nimemuona siku moja huko jamaa. Nitahadisia baadaye wasiache niende. Fresh tu mwanangu, mimi ndo nenda zangu kijijini, mimi natoka mjini. Fresh. Nenda zangu tafuta maisha huko na nini kidogo.
Safi. Safi sana. Naona unarukaruka tu vipi? Unafunga hili? Mimi nashukuru Mungu. Naona unapanga kama ndete mashamba. Kuna kijio. Kijio gani wewe? Wewe kama kuna kazi wewe sema tu. Basi hakuna kazi yoyote isipokuwa na kutafuta wewe, shakuona bure, kutafuta kwa pesa. Lakini Mungu kanijalia na kuona bure ndogo wangu. Kuna hela? Hakuna hela isipokuwa na mazungumzo na wewe tu ya muhimu. Ongezi gani hosi? Tukechemba. Sasa wewe utaka hapa. Kaa. 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 Hivi ndugu yangu wewe, nikuulize utabadilika nini? Maana mijundu ndio nana kama hii. Kwa hiyo ulikuwa unataka nibadilikeje mkubwa wewe? Ubadilikeje? Wakati wanitia aibu hapa mtaani. Mimi mkubwa mimi nakuzalishaje mimi? Mimi nakuzalisha vipi sasa? Kila sehemu ninopita mtaani, waseme wewe mtu wewe mmoja. Wao waache waseme sasa. Wewe wanakuchulisha nini? Wanitia aibu. Kwa hiyo mimi nakutia aibu kivipi sasa? Kumkuwa kabaji wa watu pita hapo mpaka kuku wewe kuogopa. Kwa hiyo ulikuwa unataka vipi wewe? Ulikuwa wewe unataka vipi? Mimi nikitaka usikabe watu huko. Wewe una uwezo wa kunilisha mimi? Ndio. Ndio. Nyumba sikia. Sikia hapo jadi. Basi wewe maweza kuja sema nje kubata kakuaje. Toa ulio nalo. Toa hela. Chukua. Toa hela. Lete. Ete pesa. Sisi tunatafuta pesa hapa. Na hii betri ya shemeji hiyo. Wewe. Chukua. Wewe. Chukua yote hayo. Basi na mimi jamani, ubinadamu gani unifanyao jamani? Yaani kakaangu ambaye kwa ndugu yangu namfanyia kitu kama hichi. Hakuna. Acha rudi tu. Wadingu. Ushakuja tena. Hebu sema utakaki. Mbona sasa atakunimalize? Sikia nikwambie. Mimi ni mstaarabu kabisa. Nimekuja kufundisha vitu vyako. Haya kwanza mpa hivyo vifaa vyako. Lakini pana usalama. Usalama huko. Na kusikiliza. Simu hujanipa. Sasa unasema mimi nakukwambia nikwambie nimekiri. Hemuka. Kwa hiyo ilikuwa mimi naomba kwa yote ninayoyafanya unisamehe kibinadamu. Kwa hiyo kaka, naomba unisamehe na uniombee Mungu na uniombee dua kwa Mwenyezi Mungu anisamehe kwa yote ninayofanya. Alhamdulillah. Mungu amekuwezesha. Lakini nikwambie kwa hilo hata si kubwa Mungu. Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na kudura zake atakusamehe na mimi nitakutilia dua. Inshallah.